Karibu Tuzo Online. Bwana Mikoi Kisugu, miongoni mwa vitu ukiwa mnaelekea kwenye sikukuu, watu wanauliza bwana, jambo la kadi za wanachama bado linasuasua, manake mliambiwa miezi miwili nyuma lingekuwa tayari, lakini mpaka sasa hivi limekuwa kama kizungumkuti. Wewe ni mmoja ya wanachama tunaweza kusema wakongwe kabisa, ulikwepo kwenye leja ile ya mwanzo. Vipi unasemaje? Niseme jambo moja tu. Kila mwana Simba sasa hivi focus yake ni kwenye ubingwa. Kila mwana Simba focus yake kwenye ubingwa. Lakini kwa sababu mmeniuliza waandishi, na lazima nijibu kwa namna moja au nyingine. Hili swali ukiachilia wewe kuniuliza, niseme Mwenyezi Mungu shahidi, kila siku napokea simu zaidi ya 25 mpaka 30 kwa kila siku ya Mungu. Naulizwa na wanachama wa Simba kutoka mikoani sehemu mbalimbali. Naulizwa na wanachama wa Simba kutoka Geita, naulizwa na wanachama wa Simba kutoka Mbinga, naulizwa na wanachama wa Simba kutoka Lindi, naulizwa na wanachama wa Simba kutoka Mtwara, naulizwa na wanachama wa Simba kutoka Morogoro, naulizwa kutoka Iringa, naulizwa kutoka Mbeya, kila eneo naulizwa. Kwa sababu Simba ni taasisi. Mimi nauliza, na mimi lazima niulize viongozi wa Simba. Na wao kwa sababu wamechukua dhamana ya kutongoza wana Simba, lazima watoke hadharani kuja kujibu haya majibu ambayo Kisugu naulizwa na wao na wauliza. Kwa sababu wanachama wa Simba au mashabiki wa Simba waliokuwa mikoani wanaamini maswali haya tukimuuliza Kisugu anaweza kutupatia ufumbuzi, kwa sababu yeye ana nafasi ya kuuliza nani? Management ya Simba. Waandishi mtakuwa mashahidi. Kwenye mkutano mkuu wa mwisho wa klabu ya Simba, mwenyekiti wa klabu ya Simba mzee wetu Murtaza Mangungu alitoka hadharani na kuambia wana Simba mwezi wa 3 kama kumbukumbu itakaa sawa tarehe 21 alisema kadi za wanachama wa Simba zitoka. Lakini kuna taswira imejengeka vichwani mwa wana Simba, waliamini na wakaaminishwa kwamba kadi za wanachama wa Simba hazitoki kwa sababu mwekezaji wa Simba ni tatizo. Lakini kwa sababu mwenyekiti wa klabu ya Simba ametoka hadharani, amezungumza kadi za Simba zitatoka, maana yake kwamba kwa mwekezaji hakuna nini? Hakuna tatizo. Sasa wao watueleze toka walivyotuambia kadi za wanachama wa Simba zitatoka mpaka leo kimya. Baba wapobiza. Tulia bankwe, mbona kuna mashaka shehe? Chumvi ya mawe kama chumvi ya mawe, mimi chumvi ya unga. Utakavyokuja ndivyo nitakavyopokea. Ukija juu na kucrash, ukija chini tuna develop ngome inakwenda sawa. Wasikilizaji ndio watatoa pointi kati yangu mimi na wewe. Ndio. Simba tunaamini ni taasisi na tunaamini focus ya Simba kwenye ubingwa, lakini taasisi haiwezi kushughulika na jambo moja. Maana yake taasisi ukishughulika na jambo moja, kuna mambo mengine utafeli. Ubingwa tunauhitaji na kadi wanachama za Simba tunazihitaji kutoka, ili kuona namna vizazi vipya vinaingia kwenye Simba, nguvu moja na kwenda kwa nguvu zaidi, ili kuhakikisha mipango ya Simba inakwenda kufanyaje? Inakwenda kukamilika. Leo kimya huu wa management ya Simba, kuna mengi wanatengeneza kwa wana Simba. Yapi? Wanauliza why, kwa nini kila siku imekuwa story? Mzee wangu namheshimu sana na anajua mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba Clatous Magori. Mwenyekiti wangu anajua nidhamu yangu na heshima yangu kubwa kwake mzee Murtaza Mangungu, lakini katika hili wapaswa kukaa kimya, wanapaswa kutoka hadharani kuja kueleza wana Simba namna gani wanaweza kupata kadi za Simba. Guys, leo nazungumza ni jambo ambalo unaweza kuliona dogo kimaongezi, lakini ni jambo ambalo mimi nafikiri linamata sana kwenye klabu ya Simba. Na historia ndogo ni wape. Kuna muda tusiwabebeshe mzigo management. Kuna muda sisi tubebe mzigo, kwa sababu moja ya watu waliosababisha kadi ya Simba stoke ni wanachama wa Simba katika mkutano mkuu wa klabu Simba. Lakini Waswahili wanasema alopita sindwele tugange yajayo. Uongozi unapaswa utoke hadharani kueleza. Uongozi unapaswa kutoka hadharani kueleza wana Simba. Na wale wana Simba kupitia vyombo vyenu waliokuwa wananituma wajue kwamba maombi yao nimeyabeba na nimewakilisha kwa viongozi wa Simba, na nyinyi waandishi wa habari mnakuwa mashahidi, mtakwenda kufanyaje? Kuwapelekea viongozi wa Simba ili kuna namna ambavyo kila jambo linakwenda vizuri na kwenda sawa sawa. Niwaambie tu waandishi wa habari, Simba bingwa. Kisugu, mimi nataka kesho ni sikukuu ya Idi na kutajia watu watatu kutokana na performance zao ambazo zimenanio. Umualike mmoja, ule naye pilau. Pilau la mbuzi au la bata, lolote ambalo utapika nyumbani kesho. Mama atapika kesho.
hapa yupo Faisal Salum, yuko Alan Okelo Starboy, yuko Clatous Chota Chama. Kwa performance yake aje ale pilau la mbuzi moja tu kutokana na performance yake. Yaani ndio mwaliko, yaani performance yake ndio itomfanya wewe umpe mwaliko wa Eid kesho. Nani hapo unamtaja katika watu? Clatous Chota Chama. Na kwa nini nasema Clatous Chota Chama mwamba wa Lusaka? Swali hili sio mimi. Mimi naitwa Ali Mikoa maarufu nani? Kisugu. Lakini kuna mtu anaitwa Ali Shaban Kamwe. Hata yeye mngemuuliza swali hili alikuwa ameshalijibu. Amesema top class players Clatous Chota Chama. Mimi natafuta nini chengine? Alinijibu Ali Shaban, alinisaidia wajina wangu ule, Ali mwenzangu. Hawa kusema waandishi wa habari walivyoongea na nyinyi. Na mwachaji top players class. Kwa hiyo namwalika Clatous Chota Chama. Kama mama watoto Salma Said Nyakazenga atanambia ongeza, basi sibabaiki Faisal Salum Faitoto. Kama mama watoto Salma Said Nyakazenga akanambia leo biriani limekaa vizuri, wanahitajika njoo na wachezaji wazuri wawili, basi Clatous Chota Chama na Faisal Salum Faitoto wanatosha hao. Wanatosha. Na ikatokea nimeshawaalika wawili, nikasikia mlango unagongwa ngongo, na mtuma mwanangu Nasra muangalie nani, kwa sababu kwangu kidirisha unafungua kwanza unaangalia. Akachungulia sija, akanambia kuna mtu anaitwa Okelo, nikamwambia funga mlango ongeza na koki. Tumekuona umewasili hapa, umekuja kwenye kituo cha Kuhama cha kulea watoto wenye mahitaji maalum. Kwanza tuambie bwana, leo manake kesho tunafahamu ni sikukuu, lakini leo umeamua kuja kuwashika mkono vijana, kitu gani ambacho unaweza kusema? Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pili ya kupongeza baadhi ya wadau ambao tumeshirikiana kwa namna moja au nyingine. Kuna namna ambavyo tunakuja kuona watoto yatima katika kituo hichi cha Kuhama. Lakini yote kwa yote unajua kwamba kesho ni sikukuu. Kwa hiyo hii ni sadaka ambayo tumekuja kuitoa kwa hao watoto. Lakini kimsingi ukiangalia kiimani, sadaka ni kinga. Lakini pia sadaka ni maombi kuelekea katika lile jambo ambalo unalolihitaji mbele yako. Kila mwana Simba aliyopo mbele yetu hivi sasa, dhamira na nia kuona namna ambavyo tunakwenda kuchukua ubingwa. Na tunaamini wachezaji wetu kupata afya njema ndani ya uwanja. Wanapokwenda kupambana, hakuna isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sisi maombi yetu na sadaka zetu ni kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu katika kile ambacho tunachokiendea. Leo hii waandishi mnajua, kila mmoja anajua tumebakiwa mechi 5 bado ubingwa uko wazi. Yoyote yule ambaye akichanga karata yake vizuri anaweza kuwa bingwa katika ligi ya NBC. Na ndio maana kwa kupitia sadaka hii ambayo leo tumekuja kukabidhi kwa vijana na dua hizi za vijana ambazo walituombea hususan karibu yetu ya Simba Sports, tunaamini tutakwenda kufanikiwa na kwenda kuchukua ubingwa. Baba mko kwa lugha rahisi kabisa kwamba ni kama kuiombea timu yako kwa ubingwa, lakini kuwaombea watani zako wafanye vibaya. Yes, ni maombi. Mwenyezi Mungu anasema niombeni nitakupeni. Kuna lugha moja ya Kiarabu inasema wa mustajid na wajada. Yaani kila mwenye jitihada kutafuta mwisho siku anafanyaje? Anapata. Kwa haya ni maombi. Na mimi naamini inshallah kwa uwezo Mwenyezi Mungu na vijana na dua waliotuombea, maombi yetu yatakwenda kukubalika. Na yatakwenda kupokelewa. Yes. Ikiwemo ya Yanga kupoteza. Yes, hilo ndio dua kubwa. Ili wewe ushinde ubingwa, maana Yanga. Hilo ndio dua kubwa Bamkwe. Hilo ndio dua kubwa ambalo lilikuwa mbele yetu. Kila mwana Simba akilala akiamka, cha kwanza naomba dua Yanga watereze. Kwa sababu ili tupate sisi ubingwa, lazima tuzungumze mpinzani wetu aliyekuwa mbele aweze kupoteza mechi, ndio unafuu kwetu na sisi tuweze kupata mafanikio katika mechi zote za mbele. Kwa hiyo kila mwana Simba atasimama kwenye dua, kila mwenye Simba atasimama kwenye sala ili kuhakikisha kwamba maombi ya Simba yanakwenda kutimilia na Simba anakwenda kuwa bingwa wa ligi. Yes. Natokea 100%. Wala halina mashaka, halina mashaka. Ndio. Simba mwaka huu anakwenda kuwa bingwa wa ligi NBC, Simba mwaka huu anakwenda kuwa bingwa wa CRDB Federation Cup. Makombe 3 mnaweka kabatini kama yes, mawili tayari, moja tushachukua, bado mawili inshallah tutafanikiwa.